Sasa hivi maasi ni sababu ya sisi kukosa baraka kwa watoto zetu. Imada na kipengele kingine cha pili, maasi ni sababu ya sisi kukosa baraka kwenye familia zetu, kwenye ujumba wetu, mke wako, mume wako. Ndio unwani yangu. Hizo nitazizungumzia mada hizi karibuni. Moja nitazungumza leo, lakini kama mukaddima, nyingine kesho nitaiboresha biidhnillahil mannan. Kwa hiyo tungali tunazungumza sifa za Allah ambazo tuzichukue na sisi. Wa wa'ada fa'afa. Allah tabaraka taala huwa akitoa ahadi mbaya anaweza kaivunja. Ina maana Allah akikuahidia watakao kuja kwenye muhadhara kama huyu wakakata masafa marefu, hao malaika wanawazunguka, wanapanda kwa Allah. Malaika wale Allah anawaambia nimewasamehe wale wote wenye kwenye muhadhara, nimewasamehe. Hii ahadi nzuri Allah hawezi akaivunja. Sisi wote hapa insha Allah tumesamehewa, labda pawe kikwazo kingine. Malaika wanamwambia Allah, lakini katika wale watu kwenye muhadhara kuna mtu hakuletwa na muhadhara, kuna lake limemleta. Allah anasema na yeye asamehewe. Ulaika qaumun la yashqa jalisuhum. Allah anamwambia wale ni watu anayekaa nao au mkazi wao hawezi kubakia kwenye ubaya. Jambo dogo hilo hivyo Allah hawezi akalivunja. Lakini ahadi mbaya alikuahidia, ukifanya dhambi kadhaa nitakuingiza motoni. Ahadi yoyote mbaya utasikia Allah anaweza akaisamehe, na wewe ishi hivyo hivyo katika maisha yako. Kikasirika ukatoa ahadi mbaya, watoto nikirudi nitawapigeni, nitawawasheni makofi, jifanye kama hukumbuki. Ukimwahidi ahadi mbaya mke wako, jifanye hukumbuki, msamehe. Ukimwahidi ahadi mbaya mume wako, jifanye hukumbuki, msamehe. Ndivyo kisi Allah alivyo. Hiyo ni tabia njema tuichukue. Falahu alhamdu fil akhirati wal ula. Tuzidi kumshukuru Allah mara nyingi sana. Ana tabia nyingi nzuri katika hadithun ambayo ina maana nzuri lakini haina mapokezi mazuri. Kwa hiyo tunachukua ile maana, takhallaqu bi akhlaqillah, chukueni tabia za Allah. Hii ni moja katika tabia za Allah, tuchukue. Sina budi isipokuwa na shahidia pana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-asma'ul husna was-sifatul ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu نصر الحق وأكثر عديده وخذل الباطل وأبلج جديده وتمم مكارم الأخلاق بخلاله الحميدة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أولي الفضل والوفاء. نشهديlia watukufu wa Kiislamu kwamba hapana mola isipokuwa Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ana majina mazuri na sifa njema. Na pia nashahidia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wake na ni mtume wake, mtume ambaye alipambana akanusuru haki na kukithirisha wenye nayo, na akaidhalilisha batil na akaijalia ikawa muozo. Mtume ambaye
ametimiza tabia zote njema. Allah msalie mtume huyu, msalimishe na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na watakaowafuata wakijitolea wakawa watu wa ubora na fadhila. Amma ba'du, fausi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah azza wa jalla. Kutoka Uislamu, kitu cha kwanza kabisa, na ndicho sababu sisi kuletwa duniani, na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu, tumche Allah tabaraka wa taala na tumuogope popote tulipo, siri na dhahiri, kwani Allah tabaraka wa taala ametuhusia nasaha hiyo sana kwenye Qur'an ya kumcha. Akasema wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, muogopeni Allah na mjue kwamba mtaenda kukutana naye. Na ukienda kukutana na Allah atakuuliza kila kitu ulichokifanyaga. Na sehemu nyingine kwenye Qur'ani Allah akatuambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, enyi mliomwamini Allah, waumini waislamu, mcheni Allah na nafsi itazame ni kitu gani itatanguliza kwa sababu ya kesho. Kesho sio hii ya duniani tumelala tumeamka, ni kesho ile ambayo innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba, ni kesho ile ambayo nyinyi, Allah anasema kwenye Qur'an, mnaiona iko mbali sana. Allah anasema kimi na iko karibu, kwa sababu unaweza ukatoka tu katika hii sale, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, maiti kalala bila programu yoyote, bila ahadi yoyote, bila utangulizi wowote, bila taarifa yoyote, ukaondoka. Hilo ni jambo linawezekana na linajulikana, na ndio maana mshairi wa Kiarabu akaimba kitu nasihi akisema, tazawwad min maashika lilmaadi waqum lillahi wajma khaira zadi wala tajma min ad-dunya kathiran fa inna al-mala yujma'u lin-nafadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Mshairi wa Kiarabu ametoa nasaha nzuri sana, eti haya maisha duniani uliwekwa kwa sababu utafute pamba ya safari itakayo kunufaisha kwa sababu ya kufufuliwa, siku ya kufufuliwa. Ukitaka kutoka hapa Australia usafiri, uchukue ndege, ni lazima utajiandaa, uwe na tiketi ya ndege, na utajiandaa uwe na argent de poche, yani uwe na pesa ambazo zitakusaidia njiani na huko ufikapo. Hivyo unaweza kwenda Afrika, hauna hela za kuishi Afrika, unatoka Ulaya, haiwezekani hata iwe aje, bora ubakie. Ndio na hilo lichukue kwamba hapa duniani ni kama Australia, kisha akhera ni kama Afrika. Sasa utamkutana mtu akiwa na programu za kusafiri Afrika, anatumika hata kazi mbili, anatumika sana, anazikusanya zinenepe, kwa sababu kule ana familia. Sasa hilo lichukue ulifanye kwenye mambo ya kiakhera. Waqum lillahi wajma khaira zadi, simama kidete ukusanye pamba ya safari ya akhira, ukweli wa kuikusanya. Wala tajma' min ad-dunya kathira, ama hii dunia usikusanye vingi. Fa innal mala yujma'u linnafadi, hivyo unavikusanya kwa sababu vitaisha. Kila ukipata pesa ujue inapatikana kwa sababu ya kuisha, lazima iishe.
Na ndio maana ukiwa mbanizi sana wa pesa, zitakutoka tu kwenye njia ambayo hukupendelea. Ukiwa unabana pesa, kuna nafasi zitakutoka kwa njia yenye haukupenda. Kwa hiyo zitoe, zikuzoee. Unatoa zinarudi. Lakini ukibana, utazani kama umezaliwa kwenye benki, basi ujue pesa zitatoka, hautopafurahia. Watakupiga kimoja zimekwenda. Watakupiga mbaya huna nazo. Ndio sasa hizi mali unazikusanya kwa sababu ya kuisha. Wala tarkananna min ad-dunya, acha kukaa unatumai dunia umeipenda. Kisha mshairi wa Kiarabu akamalizia akasema, atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Hivi unaweza ukaridhia ukawa rafiki wa kundi msafara, wao wana pamba ya safari, wewe huna pamba ya safari? Huwezi ukaridhia. Kwa hiyo kama huwezi ukaridhia hilo, ndugu yangu, basi ukiishi duniani umezubaa, unajipa raha, mguu juu ya mwingine, hutaki kupata mawaidha na kubadilika, basi tambua kwamba kuna siku utakuja kuondoka hapa duniani, ukafa, ukakutana watu walipoteza mida yao duniani, wanasimama, wanasali, wanajitahidi kuswaumu saumu za faradhi na za sunna, wanasoma Qur'ani, wanasomeshana, wanatumia nguvu zao na mida yao kwa sababu ya kutumikia jamii. Utawakutana watu ambao walipambana ukweli wa kupambana, wakapunguza kuikusanya dunia, wako wanaitafuta akhera, wanatengeneza familia zao zio kwenye mustari, zio kwenye msimamo, hasa katika vijiji kama hivi vigumu. Hao watu ambao utawakutana wamejitahidi kuishi duniani bila beef, bila chuki, bila husda, bila uchonganishi, bila usutwa, hao watu hao utawakuta walikuwa wanajitahidi kukaa duniani, hawasemani vibaya. Utakutana wamejaza mapamba ya safari na thawabu, wewe ukajikutana huna lolote, kwa sababu popote ulikaa ulifanya maasi. Huna kikomo cha kunukuu neno lisilokuwa lizuri ukampelekea mwingine akamchukia mwingine, watu wakagombana. Hilo wewe huna tatizo nalo. Huna tatizo ya kukaa sehemu ukamsema mtu vibaya, hata iwe ni uongo, hata wewe ni mcha Mungu, wewe huna noma. Utakuja kukutana mbele ya Allah tabaraka taala, huna pamba ya safari hata moja. Wenzako waliojitahidi wana pamba ya safari nyingi. Allah tabaraka taala watukufu wa Kiislamu ametuumbaga kwa kutupa mtihani katika hii nyumba ya balaa, akatuwekea vitu, akatuumba na vitu ambavyo akatukataza kwavyo. Alituwekea matamanio, shehe na maamuma, mwanamke kwa mwanaume. Allah alituumba akatuwekea matamanio ya vitu, akisha akatuambia msivifanyi, ili atakayeviacha aingie peponi, atakayejipa raha aingie motoni. Miongoni mwa matamanio ubuyu. Allah alituumba sisi wote tunapenda ubuyu, yani mtu akuletea habari kazuri kama mtu unasikia unafurahi. Nani asiyependa ubuyu? Nani? Ingekuwa tupendi ubuyu, si tungekuwa tuna nani, tungekuwa tunakatazana. Acha kumsema vibaya, ni makosa kumsema vibaya, acha ni makosa. Tunaambianaga? Hatuambiani. Maana nikimwambia kesho hata kuja kuniambia nataka nipate habari kapya, nikupe mama, nikupe, nipe. Tunakaa tunasikiza, tayari pamba ya safari yako uko na iharibu ya akhera. Watukufu wa Kiislamu, wallahi wa tallahi, Allah tabaraka taala ametusimulia kwenye Qur'an aya ambayo sio moja. Akasema, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Siku yoyote utaona musiba ulikupata duniani, basi ujue sababu ni lile ambalo mkono wako umechuma kwalo. Na Allah anatusamehe mengi, kwa sababu anasema kwenye sehemu nyingine, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba.
ningekuchukueni kila ukikosea na kuadhibu, singemuacha mtu duniani, kwa sababu nani asiyokuwa mkosefu? Kila mtu ni mkosefu. Kwa hiyo janga litakalokutokea duniani, Allah katika Qur'ani anathibitisha sababu ni kile ambacho mkono wako ulipandia, ingawa sio kila siku hivyo, ingawa sio kila siku ni hivyo, lakini hiyo ni mara nyingi. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kabisa waziwazi, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, isikilizeni hadithi ya tukufu Islam, ina maneno matatu ambayo tunayahitaji sana. La yazidu fil umri illa albir. La kwanza hilo lizingatie, la yazidu fil umri illa albir. Hakuna kinachozidisha umri wa mwanadamu kama kuwa mwema. Wewe fanya tu wema tu, unga udugu, waheshimu wakubwa, waheshimu wazazi, mpe haki jirani na rafiki, hilo linazidisha kwenye umri. Ukiwa mzuri, ukijulikana kwa uzuri, kama ulipangiliwa utakufa na 60, unajiongezea mpaka kwenye 70 80. La kwanza hilo. Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La pili, wala yaruddu alqada illa ad-du'a. Hakuna kitu kinachorejesha makadara isipokuwa dua. Ulipangiliwa makadara mabaya, huyo mtu atakosa kazi, lakini ukakaa ukasoma dua ikakubaliwa ukapata kazi. Haya yote sio mada yangu, napita kwa sababu hadithi ni moja, lakini mada yangu ni hili la mwisho ndio nalikusudia. Wa inna ar-rajula la yuhramu rizq bidhanb yusibuhu. Na mwanadamu anaweza akanyimwa riziki. Sababu ni nini? Akanyimwa jambo lizuri ambalo analistahili. Sababu ni nini? Sababu ni dhambi aliyoifanya, dhambi aliyoifanya. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anatufungulia mada yetu kwamba maasi ni sababu ya sisi kukosa baraka kwenye maisha yetu. Hasa leo tutagusa kidogo kwenye watoto zetu. Mmoja katika ulama wakubwa alihakikisha haya, naye si mwingine anaitwa Ibnul Jawzi rahimahullah. Anasema wa iyyakum wal maasi, jikingeni sana maasi. Fal asi fi shaqa'il maasi, mwenye kufanya maasi ataishi maisha mabaya kwa sababu ya maasi. Ukiwa unafanya maasi utaishi maisha mabaya. Wal maasi tudhillu al insana, maasi yanakuwaga yanamdhalilisha mwanadamu. Mwenye nayo unadhalilika kwenye jamii, unaonekana ni kituko, hauonekani kama uko mtu. Watukhrisu lisana, jikinge sana na maasi. Hata ukiwa siri peke yako ndani hakuna mtu anakuona, jikinge na maasi. Yanakuwa na tabia ya kumnyamazisha mtu. Unakuwa kwenye jamii, unaweza kapotea tu ghafla ukakosekanaga. Huyo amendaga wapi? Haonekani kwenye jamii. Sababu ni maasi. Watughayiru alhala almustaqim, maasi huwa yanabadilisha hali iliyonyooka. Watahmilu aliwijaja makana taqwim, kisha
hali ambayo ilikuwa sawa sawa inaifanya ipinde maasi. Na ndio maana Allah tabaraka taala kwenye Qur'ani akahakikisha ili akasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawezi akabadilisha hali nzuri iko kwa watu mpaka wao wabadilishe yaliyokuwa nafsini mwao. Ukionaga tu hali yako imebadilika ilikuwa vibaya, chunguza. Ndio mara nyingi kuna tatizo, we nafsi yako imebadili kitu, ni maaswi. Allah kahakikisha kwenye sura nyingine katika suratul Nahl akasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, atakayefanya vitendo vizuri akawa muumini, mwanamke au mwanaume, tutampa maisha mazuri. Maisha mazuri sio kuwa na pesa, maisha mazuri ni utulivu wa nafsi na kuona baraka kwenye familia, hasa kwenye watoto. Hapa tunapaanza. Ni baraka gani tumekosa kwa watoto zetu katika hizi nchi za maendeleo, na ni janga gani ambalo huku Ulaya tunalifanya sana limetunyima baraka? Janga la kwanza, riba. Hilo ni janga la kwanza, riba. Tunakula riba sana Ulaya. Naam, pako zile riba ambazo la budda minha, pako zile riba ambazo lazima umelazimika, hizo hatuzikusudii. Mfano, una gari inalazimika uchukue assurance ya gari, umelazimika. Nimesikia kama Australia sio lazima, lakini kule kwetu ni lazima. Hapo ni lazima, unalipa assurance ya gari, unalipa. Ikifanya accident watakutengenezea, unaendelea unalipa. Haifanya accident, haifanyi, unauzisha au gari unaiacha, unachukua nyingine, unalipa. Hiyo riba. Unakalia kulipa, unalipa, hawakupi riba hiyo. Au unaweka hela kwenye account, wanakukata kila mwisho wa mwezi, wanakata riba. Lazima, kwa sababu ukiweka kitita chako cha pesa ndani, utaje kugombana na watu. Hautaona kimepita wapi. Imelazimika. Na ndio maana kwenye hadithi ambayo sio sahihi mapokezi yake, lakini maana yake sahihi, inasema kwamba katika alama za kiyama utakuja wakati watakuwa nakula watu wote riba, na asiye kula riba moshi wa riba utampata, utamfikia ndani. Hii inashuhudiwa kwa leo, japokuwa sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tunayaona waqi'a. Kula riba kumetunyang'anya baraka kwenye familia zetu. Janga lingine, beef, na kusemana na kuamana na kuchunganisha. Hili limetunyima baraka kwenye familia zetu. Kivipi? Tukihamana, jamii haitakuwa na umoja. Tukihamana tutagumuka, tutagarariza. Hatutomkubali labda kiongozi wetu na umoja wetu, hataukubali. Au mimi siwakubali. Labda wewe na kiongozi au na kamati kuna kosa fulani mmefanyiana, umeshakasirika, umeshazira, umeshajitoa kwenye umoja. Sasa viongozi na umoja wanashughulika kutafuta jinsi watakusuluhisha. Kule kushughulika jinsi watakusuluhisha, wanakosa muda wa kupanga maendeleo ya jamii. Kesho tunakufa, tunawaacha watoto, hatukuachia jambo lolote. Hivi kama sisi jamii yetu tumetoka kule nyumbani, tukifa leo, hawa watoto zetu wadogo tumewachia nini? Oneni hii sehemu ya Waafrika wenzetu, wakifa leo waliwachia kila kitu familia yao, waliwachia watoto zao kila kitu. Hapa wanaweza wakawaandaa watoto katika kuwasomesha na kuwafanya wakawa maimamu, wakafa wakawaachia watoto wanaendeleza dini. Lakini sisi sio hivyo. Sababu kubwa ni kuzira. Tuko na ugonjwa wa kuzira, tunapenda kuzira sana watu kutoka kule nyumbani. Na kuna wakati tunazira hata kitu ambacho hakiziriki aslan.
unazira kitu ambacho wewe mwenyewe ndio unapata madhara. Ni maslahi yako, usiye kizira, ungepata hicho kitu kingekunufaisha. Wanakuambia wasema mimi niko maskini jeuri, mimi siku nyingine najizalisha kwa mtu, siku nyingine naomba msamaha, mimi niko na roho mbaya. Mtu ajisifu hivyo, ana roho mbaya eti. Atanijua kama alikuwa nijui, hivi ndio atanijua sasa. Na utamjua kweli na unasikitika. Unasema ningekuwa namjua huyu mtu singetengeneza naye, yani singefanya hichi kitu. Nasikitika sana. Anakuwekea bifu mwaka mzima. Na ukitaka na zaidi ya mwaka sha. Janga la hasira limetoa baraka kwenye familia zetu. Janga lingine, tunamuasi Allah sana kwenye maharusi yetu. Tunaweka miziki, wanawake tunavaa vibaya, na hata janga la wanawake kutoka bila mavazi ya kisheria na kujipa uhuru na kufanya maasi kadhaa mengi ambayo yamesemwa kwenye sheria, yanatunyima baraka kwenye maisha yetu. Yakiwepo miongoni mwayo uzinifu, yakiwepo miongoni mwayo kusemana vibaya na kuogopana. Baraka ambayo tumekosa kwa watoto zetu wa Kiislamu, tumekosa taufik ya kuwalea. Tukachukua muda wao wakati ni wa kwao, muda wa watoto tukawanyang'anya. Muda wa wazazi kwa watoto tukawanyang'anya, kisha na wenyewe wakatunyima muda wetu sisi wazazi kwa watoto. Kwa sababu unapomzaa mtoto mambo ni mawili, yazingatie. Kama ukuyazingatia haya mzazi umefeli. Ukizaa mtoto kuna mida miwili. Muda wa kwanza, muda wake wewe, umpe muda wake mtoto. Na muda wa pili ni yeye akupe wako. Wakati utamnyima muda wake mara nyingi, na yeye atakunyima wako. Mara kidogo, ni bahati yako kubwa sana ikiwa utamnyima wako akupe wako. Ulama wal adab, ulama wa adabu na malezi waligawa muda wa mtoto kwenye sempuli 4. Muda wa kwanza akasema adibuhu 7 wa hadhibuhu 7. Hii mida miwili 7 ya mwanzo, 14 hii ni mida ya mtoto. Inabidi ujinyime baadhi ya mambo, mpe yeye. Kuanzia kwenye mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 14. Kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 14, hii ni mida ya mtoto. Ulama wakasema adibuhu 7. Ile 7 ya kwanza unampa akuoneone sana mtoto, uko unampa adabu. Akuoneone sana, mwambie hichi ni vibaya usifanye, unamchekea, unamfurahia, fanya hichi, naam, unampa support. Akuoneone sana miaka 7 ya kwanza. Yaani mtoto anazaliwa kwa kufungua macho, anamuona baba, anamuona mama sana. Kaka yangu yupo kweli? Hayupo Sheikh. Mtoto anafungua macho, hayupo, yuko kazini. Kutumika sana. Sio haramu kutumika, lakini tupunguze. Iko na kazi mbili eti. Akija amechoka, anataka ni kulala tu. Mtoto amuoni. Huu ni muda wa mtoto. Na mama pia na yaonekani. Hayupo. Mtoto tunamtupa wapi? Tunamtupa kwa wazungu shuleni. Anakaa na wazungu kuanzia asubuhi mpaka kama ni saa 10, kama ni saa 11, kama ni saa ngapi mwenyewe mnajua, lakini mimi najua tu kama ni muda mwingi anakaa nao. Kule akitaka kulala
kailula mchana ile, kwa mtoto akiwa anataka kulala wanamwekea kamziki, anasema analala kwa kamziki. Akisha hivi anakuwa mkubwa, eti mkataza asipiga kwenye harusi yake muziki, anakuona kama uko kituko wewe mzazi. Kule wanampa maadili yengine, wanamwambia mtoto, wewe una uhuru wako, usimsikizi mzazi wako kila kitu. Sasa yule mwenye anaye muda mwingi na wewe mwenye haupo, kwa sababu umeona pesa nyingi pale, la nikitumika ikazi mpaka hizi saa au hizi kazi mbili takuwa na mpunga mnene, nataka ninunue nyumba Buyenzi Maramvya, nataka kutengeneza nyumba ambayo haizai hauishi yemo. Sawa, sio vibaya kutengeneza nyumba Afrika, lakini isiwe katika njia ya kumpokonya mtoto haki yake. Hatuko pamoja na watoto zetu, tumewatupa. Watoto wanaona mazingira ya wengine ambao wanaishi hapa ni mazuri kuliko mazingira yetu, lazima watawasikia wenyewe. Hauna muda hata wa zile activities za watoto, haupo. Ndio wakati wa kumkamata mtoto katika hivi vitu. Hata mtoto akikosea usimwache hata kumpiga sana. Zile activities zile ndio utampigishia kwa zile. Kama mtoto akiwa anakuona unampeleka kwenye mipira, mtoto anakuona unampeleka kwenye karate, mtoto anakuona unampeleka katika activities za kitoto za furaha kama kuogelea na kadhalika, na anakuona mbele yake, anakuona kwenye macho yake, huyo mtoto atakusikia sana. Hata ukimwambia asome Qur'an atasikia. Chochote utamuelekeza atakubali. Lakini nenda sasa kwenye uwanja wa watoto wa mpira uone wazazi wa Kiafrika ni wangapi? Hawapo shekhi. Anaambia wewe mtoto nenda bana, nenda mwenyewe unajua, nenda kocha wako atakuja kupitia atakupeleka. Nenda. Iko busy, chati, iko msimu, iko napiga pesa kazini. Tumekosa baraka kwa watoto zetu. Na hili ni taufiki ya Allah tumekosa. Na sababu ya kukosa taufiki, yani Allah kutuwafikisha, hakutuelekeza. Hata ukitaka kujaribu leo unaweza ukashindwa, sababu ni maasi. Mtu ambaye atakayejikurubisha kwa Allah, wafaqahu Allahu lilkhair, Allah tamwafikisha kwenye khair. Hii mada ni mada nyeti, inatuhusu sana katika hivi vijiji. Nimekuahidini kwamba leo naifungua tu, lakini kesho na mihadhara nyingine takuja kumwaga dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoka kwa Allah kuhusu namna ya sisi kuwalea watoto zetu. Lakini leo nazungumzia tu mazingira ya Kiulaya ambayo sisi wenyewe tunayashuhudia kwa macho yetu. Kisha nikuachieni tu debate, tuzungumze, tuulizane, tujibiane, kwa sababu hili ni tatizo likubwa sana limekumba jamii. Na kama jamii zetu hazina maendeleo, sababu sio eti kulaumu bana, jamii zetu hazina maendeleo kwa sababu ya fulani ni mkorofi, fulani amejitenga, fulani amegawanya kundi. Hayo sio sababu. Sababu tumefeli kwenye malezi. Hatukuanza chini, hatukuanzia watoto wetu kuwafundisha maadili kwamba hapa si kwetu, hapa tunapita. Hayo malezi tumeshindwa kuanzia nyumbani mpaka hapa. Mimi nakumbuka nyumbani watu tungali wadogo, nasikia mzazi anakutuma, baadhi ya wazazi, sio wote, soma Qur'ani, ufanye musabaka upate pesa. Akili yako inaishia kupata pesa. Nenda Warabuni, aone shehe fulani ashakuwa tajiri, kuna gari na nyumba. Akili yako inaenda Warabuni kutafuta gari na nyumba mpaka unafika unakuwa mwizi. Tumefundishwa sana nyumbani bana. Watu wako mitoni, watu wako Australia, wanapata pesa, wananunua manyumba Buyenzi, wanatengeneza marosha.
Sasa mtu anaamua kwenda kambini, akili yake nikitoka Malawi nikifika Australia nitengeneze nyumba ya Buyenzi. Sasa mtu huyu usimwambie mambo ya jamii, hayuko kwenye jamii tena huyu mtu. Ndio unakutana mtu kwenye mambo ya Mungu hayupo, yuko busy kwa sababu kuna malengo fulani yamemsukuma. Hata mtu akibahatikiwa akaolewa, nasaha za wazazi nyingi kwake, acha ulofa kumfuatilia huyo mume wako, jirani yako, rafiki yako ameshanunua parcel na yako anajenga, amemnunulia mama yake gari, baba yake gari, huku mume wako utamtokea puani, mambo yanafika yanazorota. Kwa hiyo malezi, tumewalea watoto kidunia na kuwaonyesha kwamba hapa ndio kwetu. Mwambie mtoto mara nyingi mambo ya kiakhera, mambo ya kufa. Sitaki kumtishia mtoto wangu usalama. Atakufaga tu huyo mtoto. Tunashindwa tena wazungu mtu akiwa katika hali mbaya kana kama huyo atakufa, namwambia bana, sasa wewe utakufa baada ya miezi 3 miwili. Yako mtu anaumwa mathalan kansa au nini, au shampima kana kama huyo, wanamwambia jiandae vizuri. Lakini sisi tunaogopa kuambiana. Kwa hiyo tuwalee watoto zetu kupenda akhera, ili kesho tusiji kuwa na maduahati wanapenda dunia. Yuko tayari kuacha kuwasaidia Waislamu, kuwasalisha, kuwatolea mawaidha au kusaidia jamii yake sababu hawampi malipo. Tuwalee watoto sana kiakhera. Tuwafundishe watoto kama Qur'ani ambao wanataka kusoma, sio kwa sababu ya wao kufaulu duniani. Kinachosikitisha sana, tunatanguliza hata masomo haya ya kizungu kuliko masomo ya dini. Tunatanguliza hayo kwa watoto. Tunawaandalia mazingira vizuri ya masomo ya kizungu, lakini ya dini hatuwaandalii. Maadili ya nyumbani hata hatuwapi watoto zetu, wana maadili ya huku. Mtoto hajui Kiswahili, hajui Kiingereza tu, ndio watoto zetu wengi hao. Ataongea na bibi yake aje Burundi, atampiga Kiingereza na babu yake anajua Kiingereza, au utamfundisha na ema bibi na bibi ujue Kiingereza. Sasa mtoto wangu hajui Kiingereza, itakuwa ni hivyo? Maana yake atuwarudishi watoto kwenye maadili ya nyumbani. Sasa tumeshindwa maadili ya nyumbani, tutaweza ya dini? Ile tu yeye kule masomoni anasema Kiingereza, kija nyumbani msemeshe Kiswahili ili ajue Kiswahili. Umeshindwa. Hicho Kiarabu mwenyewe hukijui, ndo lugha ya Kiislamu. Utawezaje kumfundisha Kiarabu? Umeshindwa kumfundisha hata Kiswahili cha unajua wewe, haiwezekani. Tumefeli kwenye malezi. Fursa lakini ingaliki ya kujirejea, ya kukosoa. Kuna watu keleta watoto zetu kwenye mahadha, hasikii chesheko anasema, hasikii. Anakaa tu anatazama, hasikii. Tarahum yanzuruna ilayka hum la yubsirun, chama cha Allah kwenye Qur'an. Acha niishie hapa, tuache mlango maswali na tubadilishane fikra, kisha tutaendelea mada hizi katika siku zijazo. Nirudishe mikrofoni kwa kiongozi. Jazakumullahu khair, wallahu alam. Karibuni.